Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii tutaangazia michezo miwili ya ligi kuu ya NBC ambayo wananchi Yanga wameibuka na ushindi na kuendelea kujikita kileleni. I love you Yanga. Wananchi Yanga wiki hii walishuka dimbani dhidi ya Coastal Union katika dimba la KMC Complex na kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao lililofungwa na Pacome Zouzoua dakika ya 35. Karibu sana KMC Complex. Hii ni ligi kuu ya NBC, Young Africans dhidi ya Mangush Coastal Union, wote wakitoka katika majiji miongoni mwa majiji bora Tanzania. Upo wa pwani ya Afrika Mashariki, Tanga na Dar es Salaam. Gharib Mzinga, Prince Dube ameset kwa Ucho, amedhibitiwa na Abuya katika nafasi. Dube na kamata golikipa Faris Gama amelizima jaribio la Prince Dube Mpumelelo. Walianzisha electric pass, waligongeana kwa haraka, akapiga mpira Prince Dube ambao ukaishia katika mikono ya Faris Gama. Shuti lilolenga lango la kwanza hili la mchezo. Nondoka Kibabage, Max Nzengeli, Max Pacome Zouzoua, Pacome Zouzoua anakataa tena. Asifiwe nani? Aliyepiga, uliyemgonga au aliyeucheza? Anastahili sifa Pacome Zouzoua, anastahili sifa kubwa zaidi golikipa Faris Gama. Mpira ambao ulikuwa unaonekana una deflect, unampoteza mwelekeo, lakini akaucheza tena. Clement Mzize Clement kampitishia Max Nzengeli, haikupita. Au Khalid anaojaza ndani, nakataa tena golikipa Faris Gama. Jaribio la Max Nzengeli jingine, ambaye anatafuta bao lake la 5 katika kampeni ya msimu huu. Alikuwa pasi, akaupokea mpira ule, akapiga wa kwanza, akashindikana. Khalid Aucho akapeleka wa pili, akausi Nzengeli. Nzengeli, Max ameujaza Pacome Zouzoua. Coastal Union wanavalishwa mashati. Ni Karume Day, inapendezeshwa na bao safi kabisa la Pacome Zouzoua. Ivorian boy, cross nzuri ilijazwa, akaenda kuchapa kwa kichwa, ukala chuma na kuingia ndani ya net. Licha ya jitihada ya Faris Gama, lakini ameshindwa kuzuia bao safi hili ambalo linafungwa na Pedro Pacome Zouzoua, jambo ambalo limepeleka faida kwa wananchi Young Africans ambao wamezimaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza wakiwa mbele bao 1-0, bao likifungwa na Pacome Zouzoua. Pedro Kanana imeanza. NBC Premier League kutoka KMC Complex, Young Africans wako mbele 1 dhidi ya Coastal Union. Kipindi cha pili kimeanza. Uko sambamba nami Gharib Mzinga. Dube Prince wameshaupoka mpira. Max Nzengeli, Max kaupitisha mpira. Zouzoua umekwenda nje, amepona na anatabasamu. Naye Pacome Zouzoua anatabasamu. Aliwekewa pasi nzuri sana Pacome Zouzoua, akaupiga na ukababatiza kwa golikipa, ukabadilisha mwelekeo, ukenda zake nje. Matias Wandiba, kocha msaidizi wa Pamba Jiji, ndiye ambaye alikuwa naye au alimtengeneza kwenye kikosi cha Mbeya City, alimtoa Bukoba, na hapa ndo alifanya madhambi dhidi ya Max Nzengeli. Aidan Erasmus, Max Nzengeli, Max Nzengeli amenyanyua mpira ule, unajibiwa kwa kichwa. Max Nzengeli kanyosha mwenyewe, Zouzoua anakataa golikipa. Jaribio jingine kali zuri wamelitengeneza, umejazwa ndani, mpira katika nafasi, umekwenda nje.
Analalamika Edna Lema na Mizuka akiwa pale nje, lakini Pacome Zouzoua, ilikuwa nafasi nzuri, pasi ya Prince Dube iliweka ndani. Zouzoua Pacome tapping, ameshindwa kuitekeleza, mpira ukaenda zake nje. Fares Gama, Pacome Zouzoua ameupitisha katika njia, Ikangalombo, Jonathan amekataliwa. Gift Ali, Jonathan Ikangalombo Kapela, ilikuwa kama anataka kuipasia nyavu hivi, lakini ikashindikana. Ikangalombo Jonathan mwachia Mudathir Yahya, basi atakupita Max Nzengeli. Mwamuzi anasema ni changamoto ya kiungwana, hakukuwa na madhambi. Kandanda liendelee. Amejinyanyua na akiondoka. Mudathir Yahya alipitisha pasi, cross ile inajazwa ndani, anacheza kwa kichwa, amepeleka nje. Clear chance, free header, aliruka juu akafanikiwa kuupata mpira ule. Hamisi Mgaya kwa gula kushoto, Zambo Junior aliujaza ndani, akaruka hewani akaupiga mpira kwa kichwa, lakini mambo yamekwenda tofauti. Mpira mrefu ule umejazwa mbele huku, amekwenda kudhibiti Bakari Msimu, offside, ameotea. Picha za marejeo zinaonyesha alikuwa onside, kwa faida ya picha za marejeo. Mabadiliko, Max Nzengeli anakwenda bench, Chama Clatous anatambulishwa mchezoni, kadi ya njano anaonyeshwa Harub Mohamed Abdallah. Alipita Jonathan Ikangalombo kwa kasi ya aina yake, lakini akakutana na Harub. Dakika 90 za mchezo zimemalizika. Ni mchezo wa 4 mfululizo ambao unakutanisha timu hizi mbili, ukimalizika kwa Yanga kupata ushindi mwembamba wa bao 1-0. Hata duru la kwanza la msimu huu ilikuwa hivyo hivyo pale Sheikh Amri Abeid Kaluta. Full time Young Africans 1, Coastal Union 0. Mara baada ya mchezo huo kumalizika, ni Pacome Zouzoua ndiye aliyeibuka nyota wa mchezo kwa dakika zote 90, huku Prince Mpumelelo Dube akipokea tuzo ya mchezaji bora, naye kocha Melody Hamdi akiibuka kuwa kocha bora. Max Nzengeli, Nzengeli Max ameujaza Pacome. Coastal Union wanavalishwa mashati. Ni Karume Day, inapendezeshwa na bao safi kabisa la Pacome Zouzoua, Ivorian boy. Cross nzuri ilijazwa, akaenda kuchapa kwa kichwa, ukala chuma na kuingia ndani ya net. Licha ya jitihada ya Fares Gama, lakini ameshindwa kuzuia bao safi hili ambalo linafungwa na Pedro Pacome Zouzoua. We know before to play this game very difficult because they need point, Coastal Union, and we know if they draw, they are very happy for that. So they do everything to take 1 point. And also us, you know, we make one game very strong, big level. We lose too much energy against Tabora, and we play 3 days after. That's very difficult, you know, to recovery. The game come very fast. You see, we stop this game 10. We play against Azam, a very strong game again, and I am very happy for the 3 points because these 3 points they are very important 3 points. But I like to see the player to be more killers, because we have got 6 times to score and no score. But that's for the fans. They are very happy when we win 2-3-0. But also they must be happy to do because we take 3 points. We stay first, and
that's very, very important for the future, for the next game. Any comment on the title race after 3 points? About the title? Any comment on the title race after 3 points? Yeah, these 3 points are very important. We don't take goals, so we be careful about that. We know they will play long ball, make a counter attack, but this team of Coastal Union, they have nothing to do in this place of this position. Because they have very good players. Sometimes they can play good. So I am very surprised to see this team to have this position in the championship. But we make the job, and we must be happy for that. We must be happy because the player, technical staff, and legal staff, we make the job. We win this game. Yeah. Well, was there anything to improve maybe toward next game? We must to recover very good. Because the players are a little tired. Yeah. All the games for us are very difficult because all the team want to win against us. So all the team give everything. That's because for us all the games are very important and very, very tough game. So congratulations for my players. I am very happy because they are very serious. They take this game very seriously. That's what I spoke with the players before the game. Please be focused, be serious, take this game very seriously. We don't want to have any bad surprise. And draw is a very bad surprise. So we don't draw, we don't take goals. We have many situations to score. And you know, in football, when you have many situations to score, yeah, that's very good. Yeah. If you play one game and you have only one situation, very dangerous for the team. But we have many situations to score. That's because I am happy also for that. Lastly, coach, are you satisfied with the execution of so many chances that you created? Many chances for the player, yeah, because we work offensive animation. And we must be more strong for the last pass. They know, the player, they know that because I spoke with them many times about that in the training. And not also for me, but football is like that. You can do something very, very good. You build with the goalkeeper, but the last pass is very, very important, the last pass. Naam, Aprili 10 Yanga walishuka tena dimbani katika ligi kuu ya NBC, na safari hii ikiwa ni Dar es Salaam Derby katika dimba la Azam Complex Chamazi, huku wakiibuka na ushindi wa mabao 2-1. Magoli ya Yanga yalifungwa na Pacome Zouzoua dakika ya 11, huku Prince Dube akipiga chuma ya pili dakika ya 34 ya mchezo. Yanga sasa wanafikisha jumla ya alama 67 katika michezo 25 waliocheza wakiwa wanaongoza ligi. Yanga bado wanautaka tena. Wanacheza kwa nafasi. Dakika 10 zimekuwa bora kwa upande wao. Mpira umewekwa katika njia Prince Dube. Dube! Wrong file kwa Zuberi Foba. Alitokea kufuata mpira. Jambo limekuwa tofauti. Ni Young Africans. Pacome Zouzoua 26 kipaji. Prince Mpumelelo Dube akaukati kama unaenda nje hivi, lakini Pacome Zouzoua alikuwepo pale na akasema bora niumie lakini si wananchi wakose goli la kwanza. Ukiona bleach kichwani sio mvi, ni maarifa hayo. Ni huyu fundi kutoka Ivory Coast, nchi ambayo imemzalisha Yaya Toure, kiungo bora kutokea ulimwenguni. Anakwenda nje baada dakika 24 tu zimetosha, licha ya kwamba tayari ameshawatanguliza wananchi. Anakwenda Shimoni pale ambaye anacheza TP Mazembe. Clement Mzize ametambulishwa mchezoni kuchukua nafasi ya Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua aliyetoka amehusika kwenye mabao 17, mabao 8 na assist 9. Inabidishwa pasi nzuri ile katika nafasi Prince Dube. Dube! Umepita, unaondoshwa tena, clearance. Wameufagia kabisa katika eneo la hatari. Lakini ni jaribio la moto ili wamelitengeneza Yanga. Pasi ile kwa Dube imepokelewa. Kapitisha katika njia Clement Mzize. Mzize Clement yuko na mali, Mzize anegawa kwa Chama. Mudathir Yahya anakamata Zuberi Foba. We Chama we.
umepigaje hapo? Lakini wa mwisho ni Mudathiri Yahya Abbas na jaribio limezimwa namna hiyo. Kandanda inaendelea. Anachua pasi Mudathiri Yahya Abbas, outer pass imepokelewa. Dube! Anawazuru wenyewe. Wao ndio waliomtambulisha katika kandanda ya Tanzania. Ni Warrior. Anachagua kupiga kwa eneo la ndani la mguu, far post. Zuberi Foba anakunjua mbavu, anashindwa kuufikia. Inakaa katika net na ni bao la pili, lakini ni bao ambalo limepikwa hapa hapa Chamazi, sambamba na Charles Awa wa Simba Sports Club. Kadi ya njano ya kwanza. Mpira mrefu umetengwa mbele, hatari langoni, katika nafasi Maxi. Zuberi Foba ameliweka lango salama. Jaribio la Max, mpira wa kudunda nyuma ya migongo ya walinzi, akajichimbia chini Max, akaachia voli ile, lakini Zuberi Foba alikuwa pale kuokoa mauzauza yale. Azam FC wanapoteza mchezo wakiwa nyumbani. Yanga anachukua alama zote tatu katika dabi ya Dar es Salaam. Rashid Tausi na jeshi lake limeshindwa kufanya walichokifanya katika duru la kwanza la ligi kuu ya NBC. Ni Hamdi Miludi ndiye ambaye amekuja kutibu kile ambacho alifanyiwa katika duru la kwanza. Zuberi Foba, licha ya performance bora ambayo ameionyesha, lakini ameokota mara mbili. Full time Azam FC 1, Young Africans 2. Dabi ya Dar es Salaam imeisha hivyo ndani ya Azam Complex. Mara baada ya mchezo huo, Prince Dube, mfungaji wa bao la pili, aliibuka kuwa mchezaji bora wa mchezo huo. Kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ushindi mzuri ambao tumeupata siku ya jana. Ni ushindi mzuri kwa sababu kila mpenzi wa mpira wa miguu Tanzania alikuwa anafahamu ugumu wa mechi kati ya Yanga na Azam Football Club, hasa mechi hiyo ikiwa inapigwa Azam Complex. Mzunguko wa kwanza tuliangusha pale point, lakini mzunguko wa pili tumekwenda kupambana, tumechukua pia pointi 3. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumewapongeza sana wachezaji wetu, tumelipongeza benchi la ufundi na tumewapongeza pia wananchi wote kwa jitihada kubwa ambazo wameziweka kwenye mchezo huo mpaka tukapata matokeo mazuri. Ni ushindi ambao kiukweli umetupa raha sana wana Yanga kwa sababu mechi ilikuwa ngumu, na utamu pia wa ushindi huu ni man of the match Prince Mpumelelo Dube ambaye amehusika kwenye assist, amehusika pia kwenye goli. Na hili alikuwa tu goli ambalo limetupa Yanga pointi 3. Lilikuwa ni goli la Dube ambalo limewaondoa Azam FC kwenye mbio za ubingwa. Hebu ifikirie hiyo, alafu ungeambiwa miezi michache iliyopita nyuma kwamba siku moja huyu striker ambaye walikuwa wanambeza baada ya kumchukua ndio angefunga goli pale pale sebleni kwao, na hilo goli likawa limewafuta kwenye mbio za ubingwa. Huyu ndio mchezaji ambaye anawaumiza sana Azam Football Club. Tunajua wanaumia mno. Tuwaambie Azam Football Club, sisi na nyie ni majamaa wazuri, sisi na nyie ni familia. Hila Prince Dube liendelee kwa umma, na inshallah hivi karibuni tutarudi tena hapo kuwatembelea tuweze kuzungumza mengine mazuri kwa ajili ya kuijenga klabu yetu ya Yanga. Lakini jambo la pili, ushindi huu ambao tumeupata siku ya jana ni ushindi ambao umekoleza sasa mbio zetu za kuelekea kutetea ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Ukiangalia zimebakia point 15 mbele, kwa maana michezo 5, michezo ambao Young Africa tutakwenda kwa nguvu kubwa zaidi kuhakikisha tunashinda, iwe ni away iwe ni nyumbani. Tunapata matokeo mazuri ili mwisho wa msimu tuweze kuchukua ubingwa wetu wa ligi kwa mara ya 4 mfululizo. Stori hiyo ya ligi itakuwa imalizika siku ya jana, na sasa maandalizi yameanza kuelekea mechi ya kombe la shirikisho la CRDB. Tupo hatua ya robo finali, na mchezo unaokuja mbele siku ya Jumanne ni dhidi ya Stand United. Inaweza kuonekana mechi nyepesi kwa sababu ya timu ya ligi kuu na timu ya daraja la kwanza, lakini kwa wanaofuatilia championship watakubaliana na mimi kwamba Stand United ni miongoni mwa timu sumbufu kutokea championship, na msimu huu wameshathibitisha timu za championship zinaweza kupata matokeo mazuri dhidi ya timu za Premier League. Kwa hiyo tunachukua tahadhari zote pale KMC Complex, na kama ilivyokuwa ada, silaha yetu kubwa ni mashabiki na wanachama wetu. Tafadhali sana
tujitokeze kwa wingi KMC Complex. Mmenitumia message nyingi kwamba mwenyekiti, vipi wewe kama waziri wa raha, hakuna party yoyote, hakuna mtoko wote kwenda kwenye hii mechi. Niwaambie nimewasikia, inshallah ndani ya siku hizi 2 nitawatangazia mtoko ambao tutakwenda kutoka nao tena kwenye mechi hiyo ya robo finali. Sasa hivi wana Yanga wote tunatakiwa tuungane, tuisupport timu yetu tukiwa na vibe kubwa, kwa sababu tunaelekea kwenye kufunga mahesabu ya ligi na mahesabu ya kombe la shirikisho la CRDB. Hii ndio Yanga, timu ya wananchi. Mwekezaji ni mwananchi mwenyewe. Inakaa katika net na ni bao la pili, lakini ni bao ambalo limepikwa hapa Chamazi.